Sifa na utukufu ni kwa Yahawa Bahashem, Yahawashai Bahashem, Raha kwa Dash, ambapo Yahawa ni jina la Mungu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania, Bahashem kwa jina la Yahawashai ni mnayemwita Yesu Kristo, jina lake anaitwa Yahawashai linalomaanisha anayeokoa. Bahashem tena kwa jina la Raha kwa Dash ni jina la Roho Mtakatifu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania. Kwa hiyo hapa tuna trilionea wetu, sio bilionea tena, trilionea Elon Musk. Unaona yuko hapo kwa pembeni, alafu kuna roboti, na hili roboti lina kikompyuta kidogo chenye ukubwa wa punje ya mchele, kimewekwa kimeunganishwa kwenye ubongo, na hiki kitu ndio tunaita kwa kitaalam transhumanism. Transhumanism ni, kwa maana rahisi, ni unafanya mashine na binadamu kuwa kitu kimoja kupitia sayansi, na hicho ndicho kitu ambacho huyu bwana trilionea yetu yuko mstari wa mbele kuhakikisha kinatimia. Na sababu zake anasema kwamba itafika sehemu hawa maroboti watatuzidi uelewa, na sisi kama binadamu huo ndio utakuwa mwisho wetu, kama unavyoona kwenye movie mbalimbali wanaonyesha. Lakini sasa kwa upande wa pili, hiki kitu kuwekewa alama kwenye ubongo, unaona, ambapo kwenye sayansi ndio wanaita Neuralink, kimetabiriwa kwenye Biblia. Na tutaenda moja kwa moja kwenye Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 16. Anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Naona. Kwa hiyo hii Neuralink sasa, ukimsikiliza Elon Musk anakuambia kufikia 2030 na kuendelea hautahitaji kuwa na simu ya mkononi. Unaona, hii kompyuta ilipo kwenye ubongo wako ndio itakuwa kama simu yako, itakuwa kama Bluetooth. Hautahitaji kuwa na vitabu kusoma, kwa sababu mafaili utakuwa na ya download tu na yahifadhi humo, kwa sababu hicho kifaa hapo ni kompyuta. Unaona, ndio maana tunasema ni kompyuta ndogo, kina uwezo wa kufanya kila ambacho kompyuta inafanya. Kwa hiyo kitaweza kuupa ubongo wako uwezo mkubwa kiasi kwamba hautahitaji kompyuta wala hautahitaji simu, kwa sababu ubongo wako utakuwa kompyuta na ubongo wako utakuwa simu. Utakuwa na uwezo, unaona, kuna kitu kinaitwa kumbukumbu. Ubongo wako utakuwa na uwezo wa kutunza vitu kama kompyuta bila kusahau. Unaona, huko ndio tunakoelekea. Na hautahitaji bank account, kwa sababu kila kitu kitakuwa kwenye hiyo kompyuta ndogo hapo. Unaona, watakuwa wanaskani tu, wanapata nani zako za benki. Unaona, ndio maana sasa Biblia inakwambia na tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Kwa hiyo turudi mstari wa 16, kuna kipengele hapa nikasome, anasema watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Unaona, mkono wao wa kuume au paji za nyuso zao. Paji za nyuso zao ilikuwa haimaanishi exactly kwenye paji la uso wako, ilikuwa inamaanisha kichwani. Ukienda kwenye hilo neno paji hapo kwa Kigiriki ni meta ambayo inamaanisha ni ubongo. Ndio maana hii inaitwa kwa kitaalamu ni brain interface. Unaona, kitu ambacho kinaunganishwa na ubongo wako inaitwa brain interface. Unaona, kinafanya kompyuta iingiliane na ubongo wako, ndio interface hiyo. Anakuambia hapa ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Kwa hiyo tukitoka hapo, unaona, tuende kwenye Wathesalonike, kabla sijaja kumalizia tena na hiyo Ufunuo. Tuende kwanza kwenye Wathesalonike 5 mstari wa 1. Anakuambia, lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie,
Unaona kwa nini? Kwa sababu tunaishi katika nyakati na majira yale yaliyotabiriwa kwenye Biblia. Unaona hii teknolojia ya alama ya mnyama inaendelea, vita ya tatu ya dunia nayo inaendelea, ambayo Wakristo wanaita vita ya Armageddon. Maana nyinyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali nyinyi ndugu, hammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi. Hatupo gizani kwa nini? Hatupo gizani kwa sababu tunafuatilia vitu kama hivi, tunajua tunaishi katika huo wakati. Lakini kuna watu wao kazi yao ni wanajihusisha na mambo ya kidunia. Unaona, kujenga familia, kupata watoto, kufanyaje. Vitu hivyo ni vizuri, lakini sio vitu vya msingi sana kwa sasa hivi. Kwa sababu Biblia inakuambia heri wale ambao hawana watoto kuliko walionao. Kwa sababu tunaingia kwenye dhiki kuu. Unaona, kuwa na watoto ni mzigo. Ufunuo wa Yohana 14:9 nakwambia, na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake. Ambapo huyo mnyama na sanamu yake tunaenda kwenye utawala wa Rumi, ambapo utawala wa Rumi kwa sasa hivi umekuja kama NATO na EU, na kuipokea chapo katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake. Naye atateswa kwa moto wa kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana-kondoo. Anakwambia, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudiayo huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeayo chapa ya jina lake. Unaona? Kwa hiyo kutakuwa na adhabu kwa wale ambao wataichukua hii chapa ya mnyama, aidha kwenye kipaji cha uso, kwenye mkono, au sehemu yoyote. Na hii dhambi kama tulivyosoma, lengo langu la kusoma Ufunuo wa Yohana 14:9 ni kwamba ili uweze kuona kwamba hii dhambi haitubiwi. Ukishachukua wewe ujue utaangamia. Twende kwenye hiyo Ufunuo wa Yohana 3:10. Anakuambia, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Kwa hiyo saa ya kuharibiwa ambayo inakuja ili kuwajaribu wakao juu ya nchi ni pale ambapo utakuwa na machaguo mawili tu, aidha ufe au uchukue alama ya mnyama. Sifa na utukufu tena ni kwa Yahwa Bahashem, Yahwashai Bahashem Rahakadash, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo.